Alfajiri baridi bado kali sana, na watazamaji wangu wakiona labda sauti si kama ile iliyozoea, basi wanie radhi, wajue kuwa baridi nayo ina athiri sauti kwenye koo. Nataka nizungumze kuhusu mambo mengi kidogo, kiasi ambacho tasijui nikwambie ni nini, lakini niko pale pale katika kipindi chetu cha kuzungumza vita baina ya Marekani na Iran. Huu ni mchanganyiko wa mambo, Waingereza wanaita potpourri. Nakumbuka katika miaka ya 70 kulikuwa na kipindi Radio Tanzania, English Service. Leo watashangaa vijana leo kusikia kwa Radio Tanzania kulikuwa na idhaa ya Kiingereza. Kulikuwa na kipindi kinaitwa potpourri, kulikuwa mchanganyiko wa mambo, na katika watangazaji wa nikiwapenda sana kusikiliza alikuwa Abdul Tulia. Na yeye Abdul Tulia, kila nikilisema jina lake namkumbuka mwanamuziki mmoja akiitwa Kiki D. Alikuwa akipenda sana kupiga muziki wake, na ndio kanifanya hata mimi kupenda kumsikiliza. Lakini nitazungumza kitu kingine, darsa ya Sheikh Abdallah Chorembo. Unaweza kujiuliza hii darsa ya Sheikh Abdallah Chorembo inahusika nini na vita vilivyoko leo baina ya Iran na Marekani? Sheikh Abdallah Chorembo alikuwa mwanafunzi mkubwa wa Sheikh Hassan bin Amir, na mimi nasema katika dhati ya nafsi yangu sijapata kumsikia Sheikh anayetafsiri Qur'ani kama anavyotafsiri Sheikh Abdallah Chorembo. Na ile darasa lake lilikuwa kama sumaku, ukenda siku moja hutoacha kwenda. Sasa siku moja alikuwa anatafsiri Qur'ani, sura Rum, inaeleza, na wakati mwingine naogopa mimi ninapokuja mambo ya dini haya, na mimi si shekhe kusema mambo ambayo wangesema shekhe. Wanaeleza vita, au wanaeleza kwenye Qur'ani vita baina ya Warumi na Wapesha. Vita vya kwanza Warumi wakishinda, alafu Allah anasema kuwa Wapesha nao watakuja kushinda baadaye. Sasa wakati ule mimi hivi vitu vilikuwa havinitokei kama leo nikikaa nikifikiria ile darasa. Alafu alikuwa na kawaida Sheikh Hassan bin Amir, Sheikh Abdallah Chorembo, kufanya reference and cross reference. Pale pale anakuhadithia habari ya vita vya Wayahudi, njama Wayahudi waliofanyia Waislamu Madina, na vipi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoshughulika nao, wakapiga pete. Na ule mji wa Wayahudi mimi nilipata kufika mwaka 98 nilipokwenda hija kutembezwa, kaiona nikapaona pale, na nikaikumbuka ile darasa ya Sheikh Abdallah Chorembo. Basi ndio kama vinakisema Sheikh Abdallah Chorembo kuwa Allah akisema kitu kwenye Qur'ani, basi wewe kizingatie. Sasa juzi nimefanya kipindi Azam TV kuhusu somaji wa vitabu, na mtangazaji yule alikuwa ananihoji, alizungumza kuwa kitabu kinaweza kupotea. Mimi nikamwambia kuwa kitabu hakiwezi kupotea, kitabu kitakuwepo. Alikuwa anasema kuwa hizi tablets hizi zitachukua nafasi ya kitabu. Nikamwambia kitabu hakiwezi kupotea, kitakuwepo siku zote, kwa sababu kuwa Allah ametaja kitabu kwenye Qur'ani. Sasa Waislamu ambao wananisikiliza ufurahi ukisikia mimi nimesikia kama kile, lakini wengine ambao si Waislamu, wengine wanapandisha hasira, chukia huyu anataka kuleta dini katika mambo kama haya. Na wakati mwingine wataniambia, katika tunawasiliana katika mitandao hii, watanieleza
wana neno wanatumia wakati mwingine zito sana. Sema wewe mdini wewe, kwa sababu tu nimemtaja Allah. Basi haya ndio angesema reality, ndio hali ambayo tunayo, lazima tuikubali ushindano. Kama vile waambia watu kuwa mswano wa China maajabu anayofanya haya katika dunia, kuwa wanaweza kujenga hata kwenye bahari, wakaweka daraja mahali ambapo wewe unaogopa kwa hapa naweza kupita daraja. Akasema hawa Bwana Mtume SAW kawataja hawa, akasema nendeni mpaka China kujifunza. Sasa nataka kueleza uzoefu wangu mwenyewe na yale ambayo mimi nimepata kuyaona kwa macho yangu, na najaribu nialete katika hali hii ya vita ambayo leo ipo baina ya Marekani na Irani. Mimi mara ya kwanza nimefika Misri mwaka 1988. Nilikuwa nakwenda kwenye chuo kinaitwa Arab Maritime Transport Academy. Hiki chuo ndo kinaongoza katika ulimwengu wa Arabu katika kusomesha watu mambo ya bahari, ya maritime studies. Sasa nafika alfajiri, ingia Misri alfajiri. Tumetoka pale, ndio kwa mara yangu ya kwanza mimi naona watu wengi kiasi ambacho ilikuwa nahisi kama nipo kwenye ndoto. Tumetoka fajiri kama saa 11, tunapaka tunatoka immigration customs, jua nani tumeshaanza kuchwa. Sasa tunakwenda Alexandria, tunapita kwenye barabara za Cairo. Alfajiri watu wengi kiasi sijapata kuona, na baadaye nikaja kujua kuwa wakati ule watu walikuwa milioni 16 inapokuwa mchana. Cairo pale peke yake watu milioni 16, na inaporejea kufika jioni watu wanaondoka wanakwenda makwao, washamaliza kazi, wanabakia milioni 8. Sasa tukaingia barabara wanaita Desert Road. Hiyo Desert Road hiyo inapita kwenye jangwa, na kila unakopita kuna kambi za jeshi la Misri. Na mimi toka mwanzo katika udogo wangu ni mtu wa kusoma, ni mtu wa kutizama mambo. Sasa inanijia ile vita ya siku 6 ilikuwaje, kiasi kambi hizi zote zikawa hazikuweza kupambana na Wayahudi wakashinda vita vile. Ilikuwa vipi? Na kafanya masomo pale, alafu kachukuliwa kutembezwa nchi ya Misri, na nikafika Ismailia, mji katika miji ya Ismailia. Nikafika Suez ndio nilipoona ile Bar-Lev line. Bar-Lev alikuwa jemadari katika vita vya siku 6 vya vita, ambapo waliteka Sinai yote ile, halafu wakaweka kama ngome mchanga ule, kuwa hapa ndo mwisho wetu, ndo mwanzo wa Israeli, huku tumeshateka nchi na kwenda kule. Nikaiona ile Bar-Lev line kwa jicho langu, na nikatizama yote yale, nikasema hawa Yahudi ni nchi ndogo sana. Vipi nipigana mataifa makubwa, Misri, Syria, Iraki, Jordan, haya kwa siku 6 haya kama jeshi haya yao yameshindwa? Vipi imewezekana vipi? Na Mungu akajalia, wakati huo nilikuwa nishasoma kitabu kile, nishasoma vitabu viwili, na hiki mara kwa mara nakuonyesha, nilikuwa nishasoma kitabu cha The Road to Ramadan cha Muhammad Haikal, na nilikuwa nimeshasoma kingine kila In Search of Identity ambacho ya maisha ya Anwar Sadat. Kwa hiyo nikawa na vile ninapotizama yale na narudi nyuma katika vitabu yale vitu ambavyo nasoma kwenye vitabu, naona kama sinema, naona vile. Nikafika sehemu moja hapo ni Alexandria, siku ya Jumaa kuna kuswali
Montaza Palace. Hii ilikuwa ni kasri ya mfalme Faruk mwenyewe. Ilikuwa wakati wa kiangazi, anakuja Alexandria kuja kupumzika, na kuna msikiti mkubwa pale. Nimefika pale nikaswali na nikaona ile mandhari, na nimeona ile nguvu, ule naweza kusema neema ambayo Allah amewapa Arabu, na nikaona ile maisha yao, lifestyle. Misri ikifika, tuseme miji mikubwa, niko pale Alexandria, ikifika na Cairo vile vile, na miji mingine nimefika mpaka Port Said, miji mingi nimefika Tanta, Mhel Kubra. Ikifika jioni, zile hoteli, cafe zinafunguliwa, na nyingi ni kwa open air, watu wamekaa nje. Unawaona wa Misri wanapocheza dhumna, wanakunywa kahawa, wanachoma mishkake. Ndio maisha yenyewe. Na ni bahati nimefika pale wakati wa European Cup of Nations wanacheza, na kikombe hicho walikuja kuchukua timu ya Uholanzi. Wakati ule wanacheza kina Rudy Gullit, Van Basten, Koeman, walikuja kuwa wachezaji wakubwa. Na sasa katika moja nikasema kuwa nadhani ile hali ya maisha ya watu unavyojichukua vile vile inaingia kwenye saikolojia yao. Hata wakati wa maisha magumu, vipi unaweza kupambana na adui. Sasa nataka nifanishe hii, na nilipokwenda Iran nilikwenda mwaka 2007. Nimeshuka Iran alfajiri vile vile. Kitu cha kwanza nilichosikia pale uwanja wa ndege, Qur'ani inasomwa. Qur'ani inasomwa. Na katika kutembea kwangu katika mji, naona picha. Nikauliza, hizi picha za nini? Nilisema kwa nyuma. Wengine ndio kaniambia, hizi ni picha ya mashujaa wetu, mashahidi waliotoa maisha yao kupigana na adui aliyotushambulia sisi. Nilikuwa nimealikwa kwa ajili ya hauli, kumbukumbu ya Imam Khomeini. Sasa pakafanyika kongamano kubwa sana, na walalika watu karibu dunia nzima, naweza kusema. Pakafanyika kongamano kubwa sana. Katika maswali ambayo sisi tuliokwenda pale tuliuliza serikali ya Irani, ilikuwa swali la nuclear. Na yule aliyesimama kuuliza swali hili hakuuliza swali moja kwa moja. Kwanza alifanya kama presentation kidogo, alizungumza kidogo kama vile kusifia kuwa wamefikia Irani hali ambayo watakuwa na bomu la nyuklia. Aposimama mtu kujibu, nadhani aliwanyongonyesha wengi katika wale walikuwa pale. Akasema, sisi nyuklia hatuitaki kwa sababu ya kupigana ya vita, kwa sababu tunajua nyuklia nini madhara yake. Hatuwezi sisi kuingia kwenye mtego huo. Sisi tunataka nyuklia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, kuwasha umeme na nini, lakini sio kwa sababu ya kwenda kupigana. Na alisema kwa mkazo mkubwa sana, na nakumbuka uwanja mzima, ukumbi mzima ulikuwa kimya, unasikiliza. Sasa nimetembea mjini, njia kwenye shopping malls kwingi, nimefika, nijapeleka kwingi kuona. Na nashukuru kulikuwa na kijana mmoja pale Musa Abdul Fattah, yeye alikuwa Radio Tehran, na yeye ndio chanzo cha mimi kwa alikuwa kule, kwa sababu
tulikuwa tukifanya mara kwa mara, akinipigia simu mimi kunihoji mambo na mambo kadha kadha, nitoke hapa nikajibu. Sasa walipokuwa wanatizama tualike nani Tanzania, wakasema Mohamed Salim mwalikeni, kwa sababu amenyanyua sana radio yetu. Na tukaona yeye ikawa ananitembeza na ananihadithia habari za historia ya Irani na vipo kwa vipi. Kwa Irani si watu wa mchezo, Irani si watu wa mchezo hata kidogo, ni watu wa kubarabara. Sasa naleta hili, jana nilipokuwa natazama na Najabu, nilikuwa natazama CNN hapa, naona kuna mahojiano ya Uifaridi, mtangazaji maarufu CNN, ana mhoji kijana mmoja, nikimtazama ingawa alikuwa anasema Kiingereza fluently, lakini naona zile features zake za Kisomali. Yeye ni mwandishi vile vile, alikwenda kwenye maziko ya Al-Khamenei. Sasa kilichonishangaza ni kuwa yeye mazungumzo yao yalikuwa farka, anamuuliza kama ameona farka yoyote ndani ya jamii ya Iran. Yule bwana wa Uingereza usema with glee, kwa furaha anahadithia, anasema nimeona farka kuwa watu wanalalamika kuhusu vita, wataki vita, na yeye anamuongoza. Kwa hiyo kuna farka ndani ya Iran. Kuna farka, kuna watu wataki vita, kuna watu wataki hai mambo ya Kiislamu, alafu wanaweka picha wasichana wale watatu wako vichwa wazi. Nikasema hivi leo hawa ndio propaganda yenyewe Marekani imefikia hali hii. Kwa hata propaganda leo inawashinda, wanaita mambo ya kitoto yasiyokuwa na maana yote haya kuwaonyesha watu. Sasa unaweza kuona kitu kama hichi. Sasa nataka kusema ni kuwa ile hali ya watu ni muhimu. Vipi watu wanaweza kumkabili adui, ile jamii kichwa chake. Maka sioni Irani ambayo itakuwa na mambo yale ambayo yako katika dunia ya magharibi, sioni. Na nashukuru kuwa nimefika na kuona kwa macho yangu na ninasoma, na kuna kitabu hapa baada kwa baada nitakionyesha cha Al-Khamenei hapa. Ukisoma kitabu hiki kitakupa sura ya vipi maisha. Kitabu kinaitwa Said namba 14, kimetafsiriwa kwa Kiswahili, vipi maisha yalivyo Irani. Kuna kipande Khamenei wakati kwa kijana alikamatwa kule kwa jela, wakamnyoa ndevu, wakamnyang'anya na kilemba. Anasema kuwa aliporudi nyumbani kila mtu ameshangaa, anamuuliza vipi, imekuwa vipi? Akamwambia kule wanachukia kiona takilemba. Huyo ulikuwa wakati wa Shah. Sasa hii ndio hali ambayo nataka kwa muktasari tu nieleze kwa hali ya watu muhimu sana katika kumkabili adui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.